Ilikuwa Jumamosi ya asubuhi. Jua lilikuwa limechomoza mapema siku ile, kana kwamba hata mbingu zilijua kwamba kitu kikubwa kilikuwa kitafanyika. Ndege waliimba. Upepo ulikuwa laini. Na katika kanisa la Mtakatifu Petro, kanisa lile dogo lenye rangi nyeupe lililosimama kando ya barabara kuu ya mji, watu walikuwa wamejaa mpaka nje. Vigelegele vililia. Maua ya waridi mekundu yalipamba kila kiti. Watoto wadogo walikimbia huku na huko, wakivaa nguo zao nzuri. Mama zao wakiwafuata nyuma, wakiwapigia kelele kwa sauti ya chini. Wazee walikaa mbele wakizungumza kwa mshangao, wakisema harusi hii ilikuwa nzuri kuliko ya mwaka jana. Wasichana wa bridesmaid walikuwa wamesimama pembeni, nguo zao za rangi ya waridi ziking'aa kama maua ya bustani. Na mbele ya madhabahu alisimama Juma. Suti nyeupe iliyofuatana na mwili wake vizuri, tai ya dhahabu iliyofungwa kwa makini, viatu vyeusi vilivyong'aa kiasi cha kuonyesha uso wa mtu aliyesimama mbele yake, nywele zilizonyolewa safi, manukato mazuri yaliyoenea hewa jirani naye. Kwa nje Juma alionekana kama bwana harusi kamili, lakini macho yale yalisema kitu kingine kabisa. Padre alisimama mbele yake, Biblia mkononi, akitabasamu, ule mtabasamu wa mtu ambaye amefanya harusi 1000 na bado anapenda kazi yake. Umati ulikuwa kimya. Mtu mmoja alipiga picha. Mtoto mmoja alilia kwa sekunde moja, mama yake akamnyamasisha haraka. Kila kitu kilikuwa sawa. Kila kitu kilikuwa tayari. Padre alifungua mdomo wake, na katika ukimya ule mtakatifu, akasema maneno yale ambayo Juma alikuwa akiyasikia usiku na mchana kwa wiki 4 zilizopita. Juma, mbele ya Mungu na mashahidi hawa, unakubali kumwoa? Hakusikia jina lililofuata, kwa sababu katika sekunde ile, kitu fulani ndani ya Juma kilivunjika. Si kwa kelele, si kwa maumivu makubwa, bali kwa utulivu wa kutisha, kama kioo kinachopasuka polepole bila kufanya sauti. Alitazama mbele yake, alitazama kulia, alitazama kushoto. Kisha alitazama mlango mkubwa wa kanisa uliokuwa wazi, ukimwonyesha barabara, mwanga wa jua na uhuru. Na Juma, bwana harusi aliyevaa suti nyeupe na manukato mazuri, alianza kukimbia. Naam, alikimbia harusi yake mwenyewe. Na hii ndiyo hadithi yake. Ili kuelewa kwa nini Juma alikimbia siku ile, lazima urudi nyuma, kurudi mbali, kurudi hadi kijiji kidogo cha Mwangaza, kijiji ambacho hakikuonekana kwenye ramani yoyote ya serikali, lakini kila mtu aliyezaliwa huko alikibeba moyoni mwake maisha yake yote. Juma alizaliwa usiku wa Ijumaa. Mama yake alisema mvua ilinyesha siku ile, mvua nzuri ya kwanza baada ya kiangazi kirefu. Wazee wa kijiji walisema hiyo ilikuwa ishara njema. Mtoto wa mvua, walisema, atakuwa na moyo mkubwa. Na hawakukosea. Alikuwa mtoto wa 3 kati ya 5. Baba yake mzee Hamisi alikuwa fundi seremala. Mikono yake ilikuwa mirefu, migumu, yenye makovu ya kazi ya miaka mingi. Alifanya viti, meza, milango, kila kitu kilichokuwa na mbao ndani yake. Alikuwa mtu wa maneno machache, lakini vitendo vingi. Hajawahi kumwambia Juma maneno kama nakupenda, lakini kila asubuhi aliamka mapema kuhakikisha watoto wake wana chakula. Na kwa Juma, hiyo ilikuwa upendo wa kutosha. Mama yake, Mama Zena, alikuwa mkulima. Mwanamke aliyeamka alfajiri kabla ya jogoo na kulala usiku baada ya nyota kuchomoza. Mikono yake ilikuwa laini moyoni, lakini migumu mashambani. Alikuwa na sauti ya kupigana na tabasamu la kusamehe, mchanganyiko ambao ulifanya watoto wake waogope na wampende wakati mmoja. Na katikati ya familia hii Juma alikuwa. Shuleni alikuwa wa kawaida, si bora, si mbaya. Lakini kitu kimoja alichokuwa nacho ambacho hakikuweza kufundishwa darasani, alikuwa na mdomo. Mdomo wa dhahabu. Alipozungumza watu walisimama. Alipochekesha watu walishindwa kuacha. Hata Mwalimu Kasim, mtu ambaye uso wake ulionyesha kwamba amekusudia kutocheka maishani mwake yote, alishindwa mara nyingi kujizuia alipokuwa Juma anafanya mchezo wake darasani. Lakini usiku Juma alikuwa mtu tofauti kabisa. Usiku alipokuwa peke yake alifikiri sana. Alihisi sana. Maneno ya watu yalimchoma kama moto, hata kama alionekana kuyapuuza mchana. Alipochekea wilimkaa moyoni kwa wiki nzima, hata kama nje alionekana amefurahi. Alikuwa aina ya mtu anayebeba mzigo mzito, lakini akiubeba akicheka ili wengine wasijue uzito wake. Rafiki yake wa karibu Omari aliwahi kumuuliza siku moja, Juma, kwa nini daima unacheka? Hakuna kitu kinachokusumbua kweli kweli? Juma alimtazama kwa sekunde moja. Sekunde ile iliyodumu muda mrefu kuliko inavyopaswa. Kisha akatabasamu na kusema, kucheka ni rahisi zaidi kuliko kueleza. Omari alicheka.
akifikiri ni mzaha, lakini haikuwa mzaha. Ilikuwa ukweli mzito zaidi ambao Juma aliwahi kusema, uliovikwa nguo ya utani ili usiumize mtu yeyote. Na tabia hii ya kubeba maumivu kwa tabasamu ndiyo iliyomfuata Juma hadi siku ile ya harusi. Kulikuwa na siku ambazo Juma alikuwa akizieleza baadaye kama siku ambazo maisha yalikuwa na maana, na nyingi ya siku hizo zilikuwa na Rehema ndani yake. Alikutana naye mwaka wa kwanza chuo kikuu, katika hali ambayo haikuwa ya kimapenzi hata kidogo. Ilikuwa katika foleni ndefu ya usajili, wanafunzi wapya wote wakisimama na karatasi zao mkononi, jua likichoma, watu wakikasirika polepole kwa uchovu. Juma alikuwa akisimama nyuma ya msichana mmoja, ambaye alikuwa amebeba mfuko mzito kiasi cha kushangaza. Mfuko ambao ulionekana kama ana mpango wa kuishi chuoni kwa miaka 10. Mfuko ule ulianguka. Vitu vyote vikatawanyika: vitabu, kalamu, kioo kidogo, biskuti, kijisanduku cha dawa, hadi chini ya miguu ya watu. Kila mtu alitazama. Hakuna aliyeinama kusaidia, isipokuwa Juma. Aliinama haraka, akakusanya vitu bila kusema neno, akaviweka mfukoni mmoja mmoja kwa makini. Na alipoinua kichwa, ndipo aliona uso ule kwa mara ya kwanza. Macho meupe yenye utulivu wa bahari. Tabasamu lililokuwa linajaribu kujificha nyuma ya aibu, lakini halikufanikiwa. Asante, alisema Rehema. Juma alitaka kusema kitu cha kuchekesha, kama ilivyokuwa tabia yake, lakini maneno yalimkimbia. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, mdomo ule wa dhahabu ulifungwa. Akasema tu, sawa, na wakaendelea kusimama foleni, wakizungumza kidogo kidogo. Kuhusu masomo, kuhusu kijiji, kuhusu chakula cha chuoni ambacho kilikuwa kibaya kuliko wote walivyotarajia. Mazungumzo yale yalidumu dakika 20, lakini yaliweka msingi wa kitu ambacho hakuna mmoja wao aliyejua bado. Urafiki wao ulikuwa polepole, kama mti unaomea bila haraka, lakini una mizizi mirefu. Walikuwa wa idara tofauti, lakini library moja iliwakutanisha kila jioni. Juma alikuwa akisoma, au akidai kusoma, kwa sababu mara nyingi alikuwa akimtazama Rehema akisoma na kujifunua ukweli kwamba vitabu vilikuwa vikishindwa kushikilia fikira zake. Rehema alikuwa makini, mwanafunzi wa kweli, lakini alipokuwa Juma karibu naye alishindwa pia kukaa kimya kwa muda mrefu. Walicheka pamoja. Walitembea pamoja. Walikula ugali katika mkahawa wa bei nafuu pamoja. Walijadiliana kuhusu mambo ya ajabu, kuhusu Mungu, kuhusu ndoto, kuhusu kwa nini nyota zinaonekana usiku tu. Miaka 2 ilipita. Na wote wawili walijua kitu fulani kilikuwepo, lakini hakuna aliyetaka kuwa wa kwanza kukisema. Hadi usiku ule wa Novemba. Mtihani wa mwisho wa semesta ulikuwa kesho yake. Wanafunzi wengi walikuwa ndani ya library, wakisoma kwa hofu. Lakini Juma na Rehema walikuwa wamechoka, wakatoka nje. Wakaketi chini ya mti mkubwa wa mbuyu uliokuwa ukisimama nje ya library kama mlinzi mzee. Usiku ulikuwa na baridi kidogo. Nyota zilikuwa nyingi. Wakakaa kimya kwa muda. Kimya kile ambacho hakikuumiza. Kimya cha watu wanaojuana vizuri. Kisha Juma alizungumza, si kwa ujasiri, bali kwa sauti ya chini ya mtu anayejua anaweza kupoteza kitu kikubwa kwa maneno yake. Rehema, kuna kitu nimekuwa nikijaribu kukisema kwa muda mrefu sana. Na kila siku ninakikimbia. Lakini leo sijui leo kinakataa kukimbiwa. Rehema hakusema neno. Alimtazama tu, na kupenda. Upepo ulipita. Jani moja lilianguka kutoka kwenye mbuyu, na Rehema, baada ya sekunde chache ambazo zilimfanya Juma apumue kwa wasiwasi, alitabasamu. Si tabasamu la kawaida, bali lile tabasamu lake, lile linalowaka kila kitu karibu nalo. Nilikuwa nikisubiri ujue mwenyewe, alisema. Na usiku ule, chini ya mbuyu ule nje ya library, miaka 3 ya furaha ilianza. Furaha ya kweli ina adui wengi, lakini hatari zaidi kati yao ni yule anayekuja akiwa amevaa uso wa upendo. Juma alileta Rehema nyumbani mara ya kwanza, wakiwa wamemaliza mwaka wa 3 chuoni. Alikuwa amemwambia mama yake mapema, kwa simu, kwa sauti ya mtu anayejaribu kuonekana mtulivu, lakini moyo wake unagonga kwa nguvu. Mama Zena alisikiliza. Hakusema mengi simu. Alisema tu, njoni. Juma alidhani hiyo ilikuwa ishara njema. Hakuwa. Siku ile Rehema alivaa vizuri, alikuwa mwangalifu. Alicheka kwa heshima. Alisaidia jikoni bila kuombwa. Alimheshimu Mama Zena kwa kila neno. Alikuwa msichana ambaye mama yoyote mwenye akili angetamani kwa mwanawe. Lakini Mama Zena hakuwa akitazama haya yote. Alikuwa akitazama kitu kimoja tu. Kitu ambacho Rehema hakuweza kukibadilisha hata kwa heshima yake yote, tabasamu lake lote, wema wake wote. Asili yake. Usiku ule, baada ya Rehema kuondoka, Mama Zena alikaa chini na Juma.
Uso wake haukuwa na hasira. Ulikuwa na kitu kibaya zaidi, ulikuwa na utulivu wa mtu aliyeamua. Juma, mtoto wangu, huyu msichana ni mzuri. Sioni ubaya wake. Lakini yeye si wetu. Juma alimtazama. Maana yake? Unajua maana yake? Na hapo ndipo ilipoanzia. Si kwa kelele, si kwa ugomvi mkubwa, bali kwa sentensi ile moja yenye uzito wa jiwe zito linalowekwa polepole juu ya kifua cha mtu. Wiki iliyofuata, shangazi alifika. Wiki nyingine mjomba. Kila mmoja alikuja na maneno yake yaliyofungwa kwenye hekima za jadi, kwenye mifano ya watu waliooana na kukosana, kwenye hadithi za matatizo ya ndoa za makabila tofauti. Kila mmoja alikuja akionyesha upendo, lakini upendo ule ulikuwa na masharti yaliyofichwa ndani yake kama miiba kwenye ua zuri. Kuna wasichana wazuri wa kwetu Juma. Mbona huyu? Ndoa si mchezo mtoto. Fikiria familia yako. Tutaambia nini watu wa kijiji? Juma alipigana kwa maneno ya kwanza, kitu ambacho hakikuwahi kutokea nyumbani kwao. Alimwambia mama yake kwa mara ya kwanza maishani mwake, kwa sauti iliyotetemeka lakini iliyokuwa na msimamo, kwamba anampenda Rehema na hakuna atakayembadilisha. Mama Zena alilia. Na machozi ya mama kwa mtu kama Juma yalikuwa silaha kubwa kuliko maneno yoyote. Aliendelea kupigana, lakini kila wiki iliyopita ilimchoshea nguvu kidogo kidogo. Ilikuwa kama kupigana na mawimbi ya bahari. Unaweza kushinda wimbi moja, la pili, hata la tatu, lakini bahari haichoki. Wewe unachoka. Nyumbani kulibadilika. Chakula kilikuwa kimya. Simu za mama zilipungua. Na kila alipokwenda kijijini, alihisi mgawanyiko. Kama kwamba nyumba ile aliyoifahamu tangu utotoni ilikuwa inakuwa mahali pa abiria tu. Rehema aliona mabadiliko haya. Usiku mmoja alimuuliza kwa upole, macho yake yakiwa na swali ambalo aliliogopa kuuliza. Juma, unafanya haya yote kwa ajili ya nini? Kwa ajili yangu, au kwa sababu hujui la kufanya? Juma alimjibu haraka, kwa ajili yako. Lakini baadaye usiku ule, akilala peke yake, swali lile lilirudi. Likamzunguka. Likakataa kwenda. Na kwa mara ya kwanza, hakujua jibu lake mwenyewe. Wakati mtu amechoka kupigana, adui mkubwa wake si yule anayempiga ngumi, bali yule anayekuja akiwa na utulivu, akiwa na tabasamu, akiwa na mkono ulionyooshwa. Diana alifika nyumbani kwa Juma siku ya Jumamosi. Jumamosi ambayo Juma hakujua itabadilisha mkondo wa maisha yake yote. Shangazi yake, Shangazi Fatuma, alimtangazia asubuhi ile kwa sauti ya mtu anayetoa habari njema za siku ya kuzaliwa. Mtoto wa rafiki yangu anakuja leo, mtu mzuri sana, nataka umjue tu. Maneno yale, umjue tu, yalikuwa na uzito ambao Juma aliusikia lakini akachagua kuupuuza. Diana alifika saa 4 asubuhi. Alivaa vizuri, si kwa kujigamba, bali kwa mtu ambaye amejifunza kwamba muonekano ni ujumbe. Alikuwa mrefu, mwenye uso wenye amani, na akili iliyoonekana hata kabla hajazungumza. Elimu yake ilikuwa ya biashara. Alikuwa akifanya kazi katika benki moja ya mjini. Alikuja na mkate na juice, zawadi ndogo lakini iliyochaguliwa kwa fikira. Mama Zena alimkaribisha kama mwana aliyepotea anarudi nyumbani. Hapo Juma alielewa kwamba hii haikuwa ziara ya kawaida. Chakula cha mchana kilikuwa na furaha ambayo nyumba ile haikuwa nayo kwa miezi mingi. Mama Zena alipika vizuri, vyombo vizuri vilitumika, na kicheko kilichokuwa kimepotea nyumbani kile kikarudi ghafla kama mvua ya kwanza. Shangazi Fatuma alikuwa akimtazama Juma mara kwa mara, uso wake ukisoma, akijua kwamba mbegu ilikuwa imepandwa. Diana mwenyewe hakuwa na hatua mbaya. Hakujaribu kupita kiasi. Hakufanya mchezo wa kuvutia kwa nguvu. Alikuwa tu mtu wa kawaida, mzuri, mwenye adabu, ambaye kwa bahati mbaya alikuwa sehemu ya mpango ambao hakuuomba. Baada ya chakula, Mama Zena alimwambia Juma kwa upole wakiwa jikoni, huyu ndiye mke wako wa kweli Juma. Mtu wa kwetu, mtu atakayejenga nawe, si kukuvunja. Juma alitaka kujibu. Maneno yalikuwa kinywani, makali, wazi, ya mwisho. Lakini alitazama uso wa mama yake. Uso ule ambao ulikuwa umechoka, uliokuwa umebeba wasiwasi wa miezi, na maneno yale yakabaki kinywani. Akasema tu, naelewa. Diana aliendelea kuja, kila Jumamosi, kisha Jumamosi na Jumapili, kisha nyakati za sikukuu. Familia iliifanya iwe ya kawaida, mazungumzo ya chai, michezo ya bao, hadithi za jioni. Na kila wakati, familia ilimtazama Juma, akitarajia aone kitu, furaha, makubaliano, ishara yoyote. Lakini Juma alikuwa akibeba mgawanyiko ndani yake. Si kwa sababu alimpenda Diana, hakumpenda. Moyo wake ulikuwa bado kwa Rehema.
Ulikuwa umepigwa chini ya mbuyu ule nje ya library na haukukubali kuhamia. Lakini kitu kingine kilimzidi nguvu: uchovu. Uchovu wa kupigana. Uchovu wa kuwa mgawanyiko wa familia. Uchovu wa kuona mama yake akilia. Uchovu wa kuhisi kama adui katika nyumba yake mwenyewe. Usiku mmoja, baada ya Diana kuondoka, Juma aliketi nje peke yake akitazama nyota. Omari, rafiki yake wa utotoni, alimpigia simu bahati mbaya usiku ule huo huo. "Mambo vipi?" Omari aliuliza. Juma alikaa kimya kwa muda. Kisha akasema kitu ambacho hakikusudia kusema. "Omari, kuchoka kunaweza kumfanya mtu afanye maamuzi ambayo moyo wake haujakubali." Omari hakupata jibu zuri usiku ule. Na Juma kimya kimya alikuwa tayari anaanza kupoteza vita. Si kwa nguvu za adui, bali kwa ukosefu wa nguvu zake mwenyewe. Kuna maamuzi ambayo mtu anayafanya akiwa macho, akiwa na akili timamu, lakini moyo ukilia ndani. Maamuzi ambayo yanafanywa si kwa sababu ni sahihi, bali kwa sababu nguvu imekwisha. Juma alifanya uamuzi ule Jumanne usiku, usiku ambao haukuwa na tofauti yoyote na usiku mwingine. Hakuna radi, hakuna ishara. Jua lilizama kama kawaida. Nyota zilichomoza kama kawaida. Lakini ndani ya chumba kile, Juma alikuwa amekaa kitandani kwa muda mrefu, akitazama dari, akiwa na mazungumzo ya ndani ambayo yalikuwa yakimmaliza. Alipiga simu Rehema saa 4 usiku. Rehema alijibu kwa sauti ya mtu aliyekuwa macho, kama kwamba alikuwa akingoja simu ile, kama kwamba moyo wake ulijua kitu kilikuwa kikija kabla ya simu hata kupigwa. "Juma." Alehema. Sauti yake ilikuwa ngumu ya bandia, ngumu ya mtu anayejizuia ili asivunjike kabla ya kumaliza maneno yake. "Ninahitaji kukuambia kitu, na naomba unisikilize mpaka mwisho." Ukimya. "Lazima tuachane." Maneno matatu, mafupi, lakini yalipigwa kama nyundo kubwa kwenye kioo, na kila kipande kilichovunjika kilikuwa na uzito wake mwenyewe. Rehema hakusema neno kwa muda. Pumzi yake ilisikika tu polepole, kama mtu anayejaribu kukaa wima baada ya kupigwa. "Kwa nini?" Sauti yake ilikuwa ya chini, si ya hasira, bali ya mtu ambaye anaomba jibu, hata kama analijua tayari. Juma alifungua mdomo wake. Akataka kusema ukweli mzima. Hakutaka kumwambia kuhusu uchovu, kuhusu mama yake, kuhusu miaka 2 ya vita ya kimya ambayo ilimmaliza polepole. Lakini maneno yaliyotoka yalikuwa mafupi, ya mwoga, ya mtu anayeumiza mwingine, lakini hana ujasiri wa kukiri kwamba anaumiza. "Mambo yamekuwa magumu sana. Hii ndio bora kwa wote wawili." "Kwa wote wawili." Rehema alirudia maneno yale, na ndani ya marudio yale kulikuwa na kitu, si hasira, bali mshangao wa kweli. Mshangao wa mtu ambaye hakuamini kwamba maneno kama hayo yangeweza kutoka kwa mtu aliyekaa naye chini ya mbuyu usiku mmoja, na kusema nakupenda kwa sauti iliyotetemeka. Juma hakujibu. Rehema alilia, si kwa kelele, bali ule mlio wa kimya ambao ni mbaya zaidi. Ule mlio ambao husikika kati ya maneno, katika pumzi zilizovunjika, katika ukimya uliojaa maumivu. "Juma, nakuomba ufikirie tena." "Nimefikiria," alisema. "Usiku mwema." Rehema akafunga simu. Akakaa kitandani kwa muda mrefu, simu mkononi, akitazama nambari yake kwenye skrini, akijua kwamba angeweza kuipiga tena, kwamba aliweza kurudi, kwamba dakika 10 hazijapita na bado kila kitu kingeweza kusemwa upya. Lakini hakupiga. Badala yake, akilaza simu chini, alilala, na kwa mara ya kwanza katika maisha yake yote, alia, si kwa sauti, bali kwa machozi ya kimya yaliyotiririka bila kufanya kelele, machozi ya mtu ambaye anajua amefanya kosa, lakini hana nguvu ya kurudi nyuma. Nyumba nje ilikuwa kimya, kichwa chake kilikuwa na kelele. Wiki 2 baadaye, wakati bado macho ya Juma yalikuwa na rangi ya mtu ambaye hajalala vizuri, Mama Zena alimuita ukumbini. Uso wake ulikuwa na furaha ambayo Juma hakuuona kwa muda mrefu. Shangazi Fatuma alikuwepo, mjomba Rashidi alikuwepo, wote wakitabasamu. "Juma, tumezungumza na familia ya Diana. Harusi itafanyika mwezi ujao." Alitazama nyuso zile, nyuso za watu wanaompenda, nyuso zilizofurahi kwa mara ya kwanza kwa miezi mingi, na kitu ndani yake kikajaribu kupinga. Lakini kitu kile kilikuwa kimechoka sana hata kupinga. Akasema sawa. Neno moja fupi, lililobeba uzito wa miaka 3 na kulipiga chini kama mzigo ambao mtu ameshindwa kubeba zaidi. Na hapo ndipo mwanzo wa mwisho ulianza. Kuna siku ambazo zinakuja kwa haraka sana, kama kwamba kalenda inazipiga mbio kwa makusudi, kana kwamba wakati mwenyewe unajua kwamba kuna mtu ambaye anahitaji muda zaidi wa kufikiri lakini hata upewa. Siku ya harusi iliwadia. Juma aliamka asubuhi ile mapema, kabla ya jogoo, akaketi kitandani kwa muda mrefu, akitazama giza la chumba chake. Ndani yake kulikuwa na hisia ambayo haikuwa na jina zuri.
Si uoga wa kawaida wa harusi, si msisimko wa mtu anayeanza maisha mapya. Ilikuwa kitu kingine, kitu kizito, chenye baridi, kama mkono usioonekana uliokuwa ukishika kifua chake na kukizuia kupumua vizuri. Aliinuka, akaoga, akavaa. Suti nyeupe ilimfaa vizuri. Mkono wa mshonaji alikuwa mahiri. Tai ya dhahabu ilifungwa vizuri. Viatu vyeusi vilivyong'aa kama kioo. Koloni iliyoenea chumba chote. Kila kitu kilikuwa sahihi, kila kitu kilikuwa kizuri. Isipokuwa macho yake. Alipojitazama kioo, aliona mtu aliyevaa sura ya furaha, lakini macho yake yalikuwa na hadithi nyingine. Macho ya mtu aliyelala bila kulala, aliyeamka bila kupumzika, aliyeamua bila kukubali moyoni. Kanisa lilikuwa limejaa watu. Familia ya pande zote mbili ilikuwa imefika, wengine wakitoka mbali, wengine wakiwa wamebeba watoto wadogo mikononi. Majirani walikuwa wamevaa nguo zao nzuri. Vijana wa mitaa walikuwa wamesimama nje wakipiga picha. Maua ya rangi nyeupe na waridi yalipamba kila pembe ya kanisa lile. Mwanga wa jua ulioingia kupitia madirisha makubwa ulitoa nuru ya aina yake, nuru iliyofanya kila kitu kionekane kizuri zaidi ya uhalisia. Diana alifika, na lazima ikubalike. Diana alikuwa mzuri siku ile. Nguo yake nyeupe ilifuata mwili wake kwa ustadi wa mshonaji bora. Nywele zake zilisuka kwa makini. Uso wake ulikuwa na amani ya mwanamke ambaye anaelekea mahali ambapo amepanga kwenda. Alitembea kwa utulivu, kila hatua yake ikisema kwamba alikuwa tayari kwa maisha haya mapya. Watu walipiga mikononi. Mama Zena alilia machozi ya furaha, kitu ambacho Juma hakukuwa ameona kwa muda mrefu sana. Shangazi Fatuma alipiga picha moja baada ya nyingine. Mjomba Rashidi alikuwa na tabasamu kubwa usoni mwake, tabasamu la mtu aliyeshinda. Na Juma alisimama mbele ya madhabahu akiwaangalia wote, akisikia vigelegele, akisikia kicheko, akisikia furaha ya watu wanaompenda. Na ndani yake kulikuwa na kimya. Si kimya cha utulivu, bali kimya cha kutisha. Kimya cha aina ambayo husikika kabla ya tukio kubwa. Kimya cha bahari inayorudi nyuma kabla ya wimbi kubwa kuja. Padre alisimama mbele yao, uso wake ukiwa na tabasamu la kawaida lake, Biblia mkononi, sauti yake ikiwa imejaa uzoefu wa miaka mingi ya kusimamia harusi. Alisoma maneno ya utangulizi. Alisoma sala. Akasoma mistari kutoka kitabuni. Juma alisikia maneno yale, lakini hayakufika akilini mwake. Kama mvua inayonyesha juu ya kioo ikitelemka chini bila kuingia ndani. Akili yake ilikuwa mahali pengine. Ilikuwa chini ya mti wa mbuyu nje ya library, usiku wa Novemba. Nyota nyingi juu, sauti ya rehema ikisema, nilikuwa nikisubiri ujue mwenyewe. Ilikuwa katika simu ile ya usiku, pumzi zilizovunjika, ukimya uliojaa maumivu, mlango ambao alifunga mwenyewe kwa mkono wake mwenyewe. Juma, sauti ya padre ilimsumbua kutoka kwa mawazo yake. Ukimya mkubwa ulikuwa umeingia kanisani, ukimya wa watu wanaongoja jibu, ukimya ambao una uzito wake mwenyewe. Juma alitazama padre, alitazama Biblia, alitazama Diana aliyesimama mbele yake akimtazama kwa macho ya utulivu na matarajio. Padre alirudia kwa upole zaidi, kwa sauti ya mtu ambaye hajawahi kushindwa na harusi yoyote maishani mwake. Juma, mbele ya Mungu na mashahidi hawa wote, unakubali kumwoa Diana, kumheshimu, kumtunza, kuwa naye katika furaha na huzuni maisha yako yote? Sekunde moja ilipita. 2, 3. Na katika sekunde zile, Juma alihisi kitu ndani yake, si kuvunjika kwa kelele, bali kuvunjika kwa utulivu. Kama kamba ndefu iliyokuwa ikivutwa kwa nguvu kwa muda mrefu sana, ikipasuka hatimaye, si kwa mlipuko, bali kwa utulivu wa kitu ambacho kimekubali ukweli wake mwenyewe. Alitazama Diana. Alitazama mama yake. Alitazama mlango mkubwa wa kanisa, uliokuwa wazi, ukimwonyesha barabara, mwanga wa jua, na kitu kingine ambacho hakikuwa na jina, lakini alikijua vizuri moyoni mwake. Na kisha bila kupanga, bila kufikiria matokeo, bila kujali suti nyeupe wala viatu, wala macho ya watu 100 yaliyomwangalia, miguu yake ilianza kutembea. Kulikuwa na mambo mengi ambayo Juma alikuwa ameyafanya maishani mwake ambayo aliyajuta. Lakini kukimbia siku ile haikuwa moja ya hayo. Miguu ilianza kutembea polepole kwanza, kama mtu anayejaribu kuelewa kwamba anafanya kitu. Hatua 1, 2, 3, na kisha, kana kwamba mwili uliamua kwa niaba ya akili, miguu ile ilichukua kasi yake mwenyewe. Juma alianza kukimbia. Si kutembea haraka, si kwenda kwa utulivu. Kukimbia kwa kweli, suti nyeupe, tai ya dhahabu, viatu. Akikimbia kuelekea mlangoni kama mtu ambaye amesikia habari kwamba nyumba inawaka moto. Sekunde chache za mwanzo, kanisa lilibaki kimya. Kimya cha mshangao, kimya ambacho hutokea wakati akili za watu nyingi zinakataa kuelewa kitu kilichotokea mbele ya macho yao. Watu walitazamana.
Kisha walimtazama Diana. Kisha wakamtazama Padre. Padre alishika Biblia yake kwa nguvu zaidi, kana kwamba ilimpa uthabiti. Kisha kelele zilianza. Juma! Mama Zena aliinuka kwa nguvu. Kiti chake kilianguka nyuma kwa kishindo. Sauti yake ikiwa na mchanganyiko wa mshangao, hasira na kitu kingine, kitu ambacho kinaitwa hofu ya mama anayeona mtoto wake akifanya kitu ambacho hakielewa. Shangazi Fatuma, yule mwanamke ambaye alikuwa amepanga kila kitu, aliyekuwa akileta Diana kila Jumamosi, aliamini kwamba harusi hii ilikuwa ushindi wake. Alishika kifua chake kwa mkono mmoja na kushika kiti kwa mwingine. Machozi yake ya furaha ambayo yalikuwa yanasubiri kutoka, yakabadilika. Mwili wake ukatetemeka. Akaketi chini taratibu, kama puto inayopoteza hewa polepole, na kuzirai kwa utulivu wa kushangaza. Watu wawili walimkimbilia. Baadhi ya wageni wa mbele, wazee wenye hekima, walisimama wakitazama mlangoni, nyuso zao zikionyesha aina ya maumivu ya mtu anayeona historia mbaya ikijifunua mbele yake. Lakini pembeni, katika safu za nyuma, kulikuwa na vijana wawili waliokuwa wamekaa pamoja. Na mmoja wao, baada ya kuona Juma akikimbia kwa suti nyeupe na viatu, alishindwa kujizuia. Alipasuka kwa kicheko. Si kicheko cha dharau, bali kicheko cha mtu ambaye hali ilimshinda, kicheko ambacho kilienea haraka kwa jirani yake. Na kwa dakika moja fupi ya ajabu, katikati ya kanisa lile lililokuwa na msiba wa harusi, palikuwa na watu wachache wakicheka na watu wengi wakilia, hali ambayo haikuwahi kuonekana katika kanisa lile tangu kujengwa kwake. Nje, Juma alikuwa tayari amefika barabarani. Alikimbia bila kuangalia nyuma, viatu vyake vikigonga lami kwa kishindo cha mtu asiye na wasiwasi wa kujificha. Watu wa mtaani walimwangalia. Dereva mmoja wa pikipiki alisimama. Mama mmoja aliyebeba mtoto mgongoni alimfuata kwa macho yake kwa muda mrefu. Kijana mmoja wa dukani aliacha kufanya alichokuwa akifanya na kusema kwa sauti ya chini, "Bwana harusi amekimbia." Juma hakusimama. Alipita mtaa mmoja, 2, 3. Hatimaye, pumzi zikimkimbia, miguu ikiuma, jasho likitirika uso wake licha ya koloni yake nzuri, aliona duka dogo la chapati pembeni ya barabara. Duka ambalo halikuwa na jina kwenye bango, tu meza chache za mbao na harufu ya mafuta ya kukaangia iliyoenea hewa jirani. Aliingia. Akakaa kwenye kiti cha mbao, kwa nguvu zake zote zilizobakia. Suti yake nyeupe ikiwa na madoa ya jasho, tai yake ikipinda upande, viatu vyake kwa kejeli ya aina yake. Mzee mmoja aliyekuwa akinywa chai pembe ile, alimtazama kwa muda mrefu. Akamtazama kutoka kichwani hadi miguuni. Akanywa chai yake. Akasema bila mshangao wowote, kana kwamba alikuwa amezoea kuona mabwana harusi wakikimbia, "Umekimbia harusi?" Juma alimtazama. Pumzi zake bado zikimkimbia. Jasho bado likitiririka. "Ndiyo." Mzee alinywa chai nyingine. Akafikiria kidogo. Kisha akasema, "Unataka chai moja au 2?" Na kwa mara ya kwanza siku ile, Juma alitabasamu. Si tabasamu la furaha, bali tabasamu la mtu ambaye amechoka sana hadi kucheka na kulia kumekuwa kitu kimoja. "Moja inatosha." Akasema, "Kwa sasa." Mwandishi wa chapati alimletea chai, bila kuuliza maswali, bila kumtazama kwa ajabu. Kana kwamba kanuni ya duka lake ilikuwa kwamba kila mtu anayekuja ana hadithi yake mwenyewe na haihitaji kuelezwa. Juma alishika kikombe kile kwa mikono miwili. Kikombe kidogo cha kawaida chenye chai ya rangi ya kahawia, na akanywa polepole. Nje mbali, kelele za kanisa bado zilisikika kidogo kidogo. Ndani ya duka kulikuwa na utulivu. Na Juma, bwana harusi aliyekimbia harusi yake mwenyewe, aliketi pale akinywa chai, akijua kwamba maisha yake hayatakuwa sawa tena, lakini kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu sana, akihisi kitu ambacho alikuwa amesahau ladha yake. Uhuru. Alikuwa amechagua vibaya mara ya pili, akakubali kuoa mtu asiyempenda kwa sababu ya hofu ya kuumiza wengine. Lakini kukimbia kukimbia kupitia mlango wa kanisa hadi kwenye duka la chai, kulikuwa mwanzo wa kuchagua kwa usahihi. Kulikuwa mwanzo wa kuwa mkweli kwake mwenyewe kabla ya kuwa mkweli kwa wengine. Safari ya kurudiana na Rehema haikuwa fupi. Haikuwa rahisi. Haikuwa na miujiza ya ghafla. Ilikuwa safari ya mazungumzo marefu ya usiku, ya kuomba msamaha mara 100, ya kujenga upya uaminifu uliokuwa umepasuka kama kioo. Lakini tofauti na awali, safari hii haikuwa na siri. Haikuwa na mizigo ya familia iliyofichwa nyuma ya tabasamu za bandia. Na miaka 3 baadaye, siku ile chini ya mbuyu, Juma alijua kwamba miguu yake hatimaye imefika mahali ilipopaswa kuwa tangu mwanzo. Alimtazama Rehema, mke wake, aliyekuwa akicheka na marafiki zao. Akatazama kiti cha mama yake kilichokuwa wazi, na akahisi maumivu kidogo, lakini pia akahisi amani. Maumivu ya kukataliwa na familia,
na amani ya kujikubali yeye mwenyewe. Alielewa sasa kwamba huwezi kuwafurahisha watu wote kwa wakati mmoja, na ukijaribu kufanya hivyo, unajipoteza wewe mwenyewe katikati ya kelele za matamanio yao. Lakini siku ile, akiwa ameketi sebuleni baada ya siku 3 za kutoweka, alifanya chaguo lingine. Chaguo ambalo halikuwa rahisi, ambalo lingehitaji mapigano mengine, maelezo mengine, subra nyingine. Maisha yana njia ya ajabu ya kukufundisha, si darasani, si kupitia vitabu, bali kupitia maumivu ambayo unayapitia mwenyewe, maumivu ambayo hayaachi alama kwenye mwili, bali kwenye roho. Juma alijifunza hivi. Miaka 2 baada ya siku ile ya kanisa, miaka 2 ya kupigana na familia, ya kueleza, ya kuomba msamaha, ya kujenga upya kile alichovunja kwa mikono yake mwenyewe, Juma na Rehema walioa. Haikuwa harusi kubwa. Hakukuwa na kanisa kubwa lenye maua ya waridi na vigelegele vya bei ghali. Hakukuwa na wageni 200 waliochekesha na wapiga picha wa kitaalamu. Ilikuwa harusi ndogo, familia chache zilizokuja kwa moyo, marafiki wa karibu waliokuja kwa upendo, katika ukumbi mdogo uliokuwa na mwanga wa jioni ukiingia kupitia madirisha yake. Rehema alivaa nguo nyeupe ya kawaida, lakini uso wake ulikuwa na nuru ambayo nguo yoyote ya bei ghali isingeweza kuiongeza. Juma alivaa suti ya kahawia, si nyeupe kwa makusudi, kana kwamba alitaka kuhakikisha kwamba hakuna kitu chochote cha siku ile kilichomkumbusha siku ile nyingine. Walipotamka maneno yao, Juma alitamka kwa sauti ya chini lakini imara, sauti ya mtu ambaye hajui tu anachosema, bali anakijua kwa kila chembe ya mwili wake. Na Rehema, yule msichana aliyejibu simu siku ya 3 baada ya kupewa maumivu makubwa zaidi ya maisha yake, alitabasamu lile tabasamu lake, lile linalowaka kila kitu karibu nalo. Mama Zena hakuja siku ile. Kiti chake kilikuwa tupu, na Juma alikiangalia mara moja tu, kisha akageuka mbele, akiamua kwamba upendo uliokuwepo katika chumba kile ulikuwa mkubwa kuliko nafasi iliyokuwa tupu. Lakini maisha, kama ilivyokuwa tabia yake, yalikuwa bado na ukurasa mmoja ambao haujasomwa. Miaka 3 baadaye, Jumapili moja ya kawaida, gari ilisimama nje ya nyumba ya Juma na Rehema. Mlango ulifunguka polepole, na Mama Zena alishuka. Mwanamke ambaye alikuwa amekuwa, si kwa miaka tu, bali kwa kitu kingine ambacho kinaonekana usoni mwa watu wanaopita mahali pa uchungu na kutoka upande wa pili, wakiwa wamebeba hekima badala ya chuki. Alikwenda mlangoni. Akabisha. Rehema aliyefungua mlango akamtazama, na kwa sekunde moja palikuwa na ukimya ule ambao huwa kati ya watu wanaobeba historia ya pamoja yenye maumivu. Mama Zena hakusema maneno mengi. Hakuja na maelezo marefu. Hakuja na utetezi wa mambo ya zamani. Alichukua mkono wa Rehema kwa mikono yake miwili, mikono ile ile iliyokuwa migumu kwa miaka mingi ya kulima, na akasema kwa sauti ya chini iliyotetemeka kidogo, kama mshumaa unaowaka katika upepo lakini unakataa kuzimwa. Msamaha wangu ulikuja polepole, lakini umekuja. Rehema alimkumbatia. Si kwa hasira iliyofichwa. Si kwa upole wa bandia. Bali kwa ukweli wa mwanamke ambaye alijua kwamba kushikilia chuki ni mzigo mzito kuliko kubeba msamaha. Juma alisimama pembeni, akitazama tukio lile, na kitu fulani ndani yake kilikamilika. Kama wimbo uliokuwa ukichezwa bila nota moja muhimu. Nota ile ilipoongezwa hatimaye, wimbo ulianza kufanya maana kamili. Na hapo akiwa amesimama katika nyumba yake ndogo, mke wake mkumbatiwa na mama yake, Juma alifikiri kuhusu safari yake yote. Kuhusu utoto wake wa kijijini. Kuhusu Rehema na mbuyu ule nje ya library. Kuhusu miaka 2 ya shinikizo. Kuhusu uamuzi ule mbaya wa usiku wa Jumanne. Kuhusu suti nyeupe na viatu na chapati na chai ile ya mzee wa dukani. Alikuwa amefanya maamuzi mengi maishani mwake, mazuri na mabaya. Lakini maamuzi mawili yalibaki moyoni mwake zaidi ya yote. Uamuzi mbaya ulikuwa kumwacha Rehema, kumwacha mtu aliyempenda kwa kweli, kwa sababu ya uchovu, kwa sababu ya shinikizo, kwa sababu alichagua amani ya muda mfupi badala ya mapigano ya kudumu. Uamuzi ule ulimfundisha kwamba upendo wa kweli unahitaji ujasiri, si ujasiri wa maneno mazuri usiku wa nyota, bali ujasiri wa kusimama pale ambapo kila kitu kinakuambia ukimbie. Uamuzi mzuri ulikuwa kukimbia kanisani, si kwa sababu kukimbia ni jibu la matatizo, bali kwa sababu kukimbia siku ile kulimaanisha kwamba, kwa mara ya kwanza, baada ya miaka 2 ya kunyamazisha sauti ya moyo wake, aliiruhusu iseme. Aliiruhusu iwe na nguvu. Aliiruhusu imuongozee hata pale akili yake ilikuwa inasema kwamba aibu na familia na macho ya watu ni muhimu zaidi. Na pale ndipo ukweli uliokuwepo katikati ya hadithi hii yote ulipofunuliwa, kwamba moyo wakati mwingine unajua mambo ambayo akili inachukua miaka kuyaelewa, kwamba kufanya uamuzi wa haraka unaweza kuharibu maisha,
Lakini kukaa katika uamuzi mbaya kwa hofu ya aibu kunaweza kuharibu zaidi. Kwamba msamaha, hata unaochelewa, hata unaokuja polepole kama mvua ya kiangazi, una nguvu ya kuponya maumivu ambayo yalidumu miaka. Na kwamba upendo wa kweli, upendo unaostahili jina lake, hauchagui wakati wake. Unachagua mtu. Hadithi ya Juma haikuwa ya kushangaza. Haikuwa ya mtu wa kipekee au wa nguvu za ajabu. Ilikuwa hadithi ya mtu wa kawaida, aliyependa, aliumia, alifanya kosa, alikimbia, alirudi, akapigana na hatimaye alipata. Na labda ndiyo maana inagusa moyo. Kwa sababu ndani yake, kwa njia moja au nyingine, kila mmoja wetu ana Juma wake mwenyewe. Una uamuzi ule uliofanya kwa hofu badala ya upendo. Una mtu ule uliomwacha kwa sababu mbaya. Una kanisa lile ambalo ulitaka kukimbia lakini miguu haikukuruhusu. Au labda bado uko kanisani. Bado unasimama mbele ya madhabahu, padre akisubiri jibu, na moyo wako ukijua ukweli ambao unakimbia kukusema. Kama ndivyo basi, hadithi ya Juma ina ujumbe mmoja tu kwako. Sikiliza sauti ile. Hata kama inakuumiza, hata kama inakuaibisha, hata kama inakufanya ukimbie nje ya kanisa kwa suti nyeupe na viatu. Kwa sababu kuishi ukweli wako hata kwa hofu ni bora kuliko kuishi uongo wako hata kwa utulivu. Lakini hadithi yako inaendelea. Je, umewahi kufanya uamuzi kwa hofu badala ya moyo wako na ulijuta? Acha jibu lako hapa chini, tungependa kusikia.